Movie inaanza, kuna hii familia ina baba, mama na binti yao mdogo anaitwa Lilian. Na ukiangalia ni familia yenye upendo kinoma yani. Ilikuwa ni mida ya asubuhi, baba kashajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini, mama pia kashajiandaa kwa ajili ya kwenda mzigoni. Binti yao naye pia alikuwa kashakula pamba za skuli kwa ajili ya kwenda skuli. Sasa ukiwa mezani pale wanapata breakfast, binti yao alikuwa anakula kwa kasi ambayo si ya kawaida. Ikabidi wazee waanze kumuuliza pale, ni kwa nini anakula kwa spidi kama hivi? Lilian akajibu kwamba anawahi gari la shule. Endapo akichelewa hata dakika moja basi la shule litamwacha. Mama akamwambia kuna tatizo, kama endapo basi la skuli likaja likamwacha, basi atampeleka kwa gari yake peke yake. Dogo akasema hapana, ni zaidi ya hilo basi la skuli, ni lazima aliwahi sasa hivi. Sasa tukiacha hii familia ambayo inaonekana ina upendo sana na baba mama mpaka mwana wanapendana, tunakuja kwenye familia ya pili hivi. Ina mama na binti yake mdogo anaitwa Joan. Naye ilikuwa kashajiandaa mapema upesi kwa ajili ya kwenda kumpitia rafiki yake ambaye ni Lilian. Mama akamwambia leo watu mpitie kabisa huyo rafiki yake. Kila siku amekuwa akimpitia. Na kingine wamekuwa ni marafiki ndio, lakini rafiki yake ni kila siku anamzidi kwenye matokeo yake. Kwa hiyo watu ruhusu kabisa wafuatane. Kama anataka wafuatane, basi ni lazima mpiko kwenye mitihani. Yani awe wa kwanza kabla yake. Ni kila siku anashika nafasi ya pili, rafiki yake anashika nafasi ya kwanza. Joan kakalalamika kinoma yani, na akasema ni lazima mpitie rafiki yake, lakini mama alimsimamia mpaka maeneo ya nje huku. Hakuna kumpitia kabisa Lilian. Alihakikisha binti yake anaondoka peke yake bila kwenda kumpitia rafiki yake. Upande wa pili kwa Lilian naye ndio alikuwa kashamaliza kabisa kupata breakfast, na ndio ilikuwa ni muda anaondoka sasa kwa ajili ya kwenda skuli. Akawaaga wazee na mabusu na nini pale kisha akaondoka zake. Hii familia kiukweli ina furaha kinoma yani, na ni familia yenye upendo mkubwa wala sio kidogo. Mpozi kwanza kidogo. Kabla tujiendelee mbele zaidi mwana familia, ninaomba support yako. Kama bado hujasubscribe, make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii movie ya leo imebeba ujumbe mzito kinoma yani. Kwa hiyo make sure umekuwa na mimi kutoka sekundi ya mwanzo hadi sekundi ya mwisho kabisa movie hii. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Utakuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Lilian baada ya kutoka nyumbani moja kwa moja alikwenda mpaka nyumbani kwa kina Joan. Akawa anagonga sana mlango wao pale. Mama yake na Joan akatoka. Na akamuuliza unataka nini hapa binti mdogo? Akamuulizia Joan je tayari kashaondoka kwenda shule? Mama akamwambia ndio, sio kila siku amekuwa nakupitia tu. Leo tayari muda sana kashaondoka. Maskini Lilian kinyonge sana akawa anaondoka zake pale. Maana spidi yote ilikuwa namwahi rafiki yake. Kweli bana, akafika mpaka sehemu ambayo waga wanasubiri basi na akamkuta rafiki yake pale. Akamuuliza ni kwa nini alimwacha. Joan akamuelezea kila kitu kwamba mama yake ndio aliyemtimua nyumbani na hakutaka kabisa msubiri. Haya bana, ile siku mida jioni wakao pia wanatoka skuli kwa pamoja. Wakao wanapiga story pale na nini. Na leo alipewa quiz darasani. Lilian kapata 10 ya 10, alafu upande wa Joan yeye kapata 7 ya 10. Akawa analalamika sana pale, akasema ni lazima mama yake akammalize. Lilian akamuuliza kwa nini? Kumbuka hujafeli, umepata 7 kati ya maswali 10, umekosa matatu tu. Akamwambia ni sawa, lakini humjui kabisa mama yangu. Ni kila siku huaga na nilaumu, huaga hataki nikose hata maksi moja. Kweli maskini, Joan kufika zake nyumbani alikuwa kakaa kinyonge kishenzi yani. Bi mkubwa naye akaingia pale na akamuuliza katika quiz ya leo umepata ngapi ya ngapi? Akamwambia nimepata 7. Akamuuliza umepata 7? Umepata 7 kati ya maswali mangapi haswa? Akasema nimepata 7 kati ya maswali 10. Akamwambia niambie rafiki yako Lilian kapata ngapi? Akamwambia kapata 10 ya 10. Umeona sasa? Huyo rafiki yako kapata 10 ya 10, umepata 7 ya 10. Hivi unaweza ukaniambia una vichwa vingapi na wewe rafiki yako una vichwa vingapi? Mpaka mwe mnapishana kwa kiasi kikubwa kama hichi na bado kabisa una nguvu ya kumuita rafiki eti. Joan akasema hata hivyo watu wafanani na kingine hajafeli, yeye ndo mtu wa pili darasani. Akamwambia mimi sijali kabisa kuhusu hilo. Ninachohitaji ni wewe mpite Lilian. Sihitaji kabisa ukawa chini yake. Nahitaji siku zote uwe juu yake. Joan akasema ni sawa, lakini kajaribu kwa kadiri ya uwezo wake. Mama akamwambia uwezo wako hujafikia kabisa vigezo unavyovitaka mimi. Kwa hiyo hapo ulipo sasa hivi utapiga magoti na hakikisha unanyanyua mikono yako juu. Utapiga hiyo adhabu mpaka babako atakaporudi. Joan akajaribu sana kuomba samahani pale, lakini bi mkubwa alimkatia na akamwambia atakaa hapo mpaka baba yake atakaporudi. Kweli mzee, mida ya jioni kabisa mzee ndo alikuwa karudi nyumbani na akamkuta binti yake akapigishwa magoti pale. Akamuuliza tatizo nini? Dogo si ndo akamuelezea kila kitu pale kwamba mama kampa adhabu kutokana kapata 7 ya 10. Mzee akashangaa mke wake ana shida gani lakini au siku hizi huaga anatumia kilevi. Mama akafika pale na akamuuliza je, umemsikia binti yako? Akasema ndio nimemsikia na hakuna tatizo hapo. Mama akamwambia ni kawaida yako, kila siku umekuwa ukimtetea huyu mtoto. Mzee akamwambia lakini kajaribu kwa kadiri ya uwezo wake mpaka kapata 7 ya 10. Kakosa maswali matatu tu. Akamwambia muulize huyo rafiki yake kapata ngapi? Kapata 10 ya 10. Alafu yeye anakuja kupata 7 ya 10.
Jioni mzee akaendelea kumsisitiza mke wake siku zote watu hawalingani, na binti yake kajaribu kwa kadiri ya uwezo wake, kwa hiyo aache kabisa kumtupia lawama. Mama akaendelea kulaumu sana pale, na kingine akasema labda karithi kutoka kwako, maana kipindi nipo mdogo nilikuwa smart sana zaidi yake, sijui kabisa ujinga nautolea wapi, ni pengine labda karithi kutoka kwako. Kwa haraka haraka utakuwa umeona hii familia ina maelewano mazuri kabisa, inaonekana ni familia ambayo imezoea ugomvi wa kila siku. Mbali na familia ya kina Lilian, huenda labda ndio inayomharibu mtoto kisaikolojia zaidi, maana upande wa kina Lilian ni familia yenye upendo kinoma, yani lawama na nini huaga zipo kabisa nyumbani, lakini upande wa hii familia ya kina Joan wao lawama ni za kila siku, na Joan amekuwa akipitia lawama nyingi sana kutoka kwa bibi mkubwa. Upande wa pili kwa kina Lilian, mida ya jioni mzazi wake akawa kamfuata, ilikuwa ni usiku sana, bado anajisomea. Mama akawa anamwambia pumzika basi ili kesho uweze kuendelea zaidi na masomo, maana saizi ukija kuendelea kusoma zaidi kesho utashindwa kuelewa darasani. Dogo akasema umeambiwa upitie topic inayofuatia, kesho utaulizwa maswali na kingine itatoka kwizi, kwa hiyo ni lazima jitahidi ili kusudi sija kaanguka kwenye hiyo kwizi. Tukija kwa kina Joan huko, mama kaingia jikoni kakuta jikoni lichafu kishenzi, yani pale pale akatoka mpaka chumbani kwa binti yake. Ilikuwa ni mida ya usiku mzito sana unaambiwa, lakini bado mama akamwamsha binti yake ili kusudi ajisomee. Hapo Joan alikuwa kashajisomea vya kutosha, kwa hiyo akaamua kujipumzisha pale. Mama akamwambia saizi umelala, rafiki yako yupo macho saizi anajisomea, lakini wewe ndo kwanza upo busy umelala, embo amka huko. Mama akaenda leta maji na karai kabisa, kisha akailoweka miguu ya binti yake kwenye maji ajisomea hapo. Hakuna mambo za usingizi kabisa. Sasa hujui inaendelea kumharibu binti yake, maana muda wa kulala ilitakiwa mwanafunzi alale ili kusudi katika vipindi vinavyofuatia awe active darasani na sio ajikute anasinzia, na huyu bado ni mtoto mdogo, hajaweza kabisa kuhenda usingizi wa usiku na mchana, kwa hiyo ni lazima usiku apate muda wa kulala ili kusudi siku inayofuatia awe active sana darasani. Haya bana, siku inayofuatia Joan akiwa anatazama zake movie za Mswahili ipo zake bize kinoma, yani ghafla akasikia kuna mtu anagonga mlangoni, si ndio kwenda kufungua. Sasa kwenda kufungua kaingia Lilian, wakakaa pale wakaanza kupiga story na nini, lakini Lilian akasema hajaja kukaa, katuma market na amekuja kuomba kampani yake kama wanaweza kwenda kwa pamoja. Joan akamwambia mamake amemwagiza sitoke kabisa nyumbani. Oh, kwa hiyo mamako akakuagiza usitoke nyumbani? Kweli niende mpaka kule peke yangu afu nirudi peke yangu? Joan akamwambia basi usiwaze, atamsindikiza mara moja, lakini itabidi wewe upesi sana kabla mamake hajarudi. Kweli mzee, washikaji wakatoka kwa pamoja, kisha wakaenda zao market na nini. Baada ya muda ikawa wanarudi zao nyumbani. Sasa wanarudi kwa wanapiga story nyingi. Kwa bahati mbaya ikawa wanarudi nyumbani, bibi mkubwa naye ndio alikuwa katoka kazini, kwa hiyo akawa anapita pale na gari yake. Si akamwona binti yake tupo na Lilian na alimwagiza kabisa asitoke nyumbani, kwa hiyo akashuka kwenye gari pale na akamuuliza unafanya nini huko. Akamwambia mama nilimsindikiza Lilian, aliagizwa supermarket. Akamwambia ni sawa aliagizwa yeye, lakini wewe aliagizwa. Akasema hajaagizwa, lakini wewe ni kama pacha kwangu, siwezi kabisa kumwacha aende peke yake. Mama akamwagiza pande kwenye gari na akamwacha Lilian barabarani pale. Lilian aliumia kishenzi, yani kuona rafiki yake anaondoka hivi hivi bila yeye. Huwezi amini, mamake na Joan alitoka pale kisha akamfuata mamake na Lilian na akampa onyo kabisa. Akamwambia sitaki kukuona karibu na binti yangu. Leo nilimwagiza stoke nyumbani, lakini cha ajabu namkuta barabarani ananiambia tumemwagiza. Mamake Lilian mwenyewe akashangaa na akasema mbona mimi sijamwagiza kabisa huko? Labda waliamua kutindikizana barabarani. Akasema ni sawa, lakini kuanzia leo sitaki kabisa mazoea na binti yangu. Naombeni mkae naye mbali sana wewe na binti yako. Yaani sitaki wakae kwa pamoja. Jioni baba na mama wakawa wamekaa pale. Mama akawa anamuuliza, "Je, umekosana na Isabela popote pale?" Mzee akajibu hapana, hajakosana kabisa na Isabela. Akamwambia kwa nini umeuliza hivyo? Akamwambia ni kwamba siku leo kaja na kaniambia kabisa nikae mbali na binti yake. Mzee akashangaa, Isabela huyu na anasema eti nimemwagiza binti yake supermarket, ila ukweli ni kwamba nilimwagiza Lilian. Huenda waliomba wakasindikizana huko wakiwa peke yao, na kingine huwezi amini kawakuta barabarani wakiwa wawili, lakini kamchukua binti yake Joan peke yake tu, kisha akamwacha Lilian barabarani aje kwa mguu. Mzee akawa ameshangaa sana pale, lakini akawa ameshangaa sana maana anajua kiukweli maisha huaga yana mawazo mengi kishenzi, yani akamwambia huenda leo kagafirika tu na huenda pengine leo hayupo sawa, au tujaribu kuongea naye zaidi kujua ni wapi tatizo lipo. Haya bana, tukirudi upande wa Joan huku, kama kawaida bibi mkubwa akawa anamwamsha usiku pale kwa ajili ya kujisomea, lakini Joan maskini muda huo alikuwa kachoka. Mama yake ndio hivyo anamlazimisha kinoma, yani amke naenda akajisomee. Joan akaamka akawa anajisomea pale na bibi mkubwa kwenda mbali kabisa, yupo na fimbo anamsimamia hapo. Sasa maskini Joan anasoma hivi ana usingizi na nini, hakuna hata kitu kimoja kinachoingia kwenye akili yake, vinaingia kushoto vinatokea kulia. Sasa siku inayofuatia hawa washikaji baada ya kutoka skuli huaga na masomo ya pembeni. Kuna huyu mwalimu mmoja ambaye huaga anawafundisha shuleni na pia huaga anawafundisha pembeni wakiwa nyumbani kwao, anaitwa Mrs. Annie, lakini kila kifundisha huaga anamuona Joan analala darasani, na pia sio darasani tu, hata kwenye vipindi vya ziada huaga analala pia. Kwa hiyo akaamua kumuuliza pale, akamuuliza kwa nini kila mara nikiwa darasani huaga unalala? Joan akamuelezea kila kitu pale, kwamba mama yake huaga anamwamsha usiku kwa ajili ya kujisomea, na kiukweli ni kwamba usiku huo akiwa anasoma akiwa na usingizi hakunaga hata kitu kimoja kinachoingia kwenye akili yake. Miss Annie akaona kweli mama yake anampa huyu
mtoto stress, na akasema itabidi aongee na mzazi wake ili kusudi ampe muda wa kujisomea zaidi na sio kuamka usiku na kujisomea. Atashindwa kuja kujifunza vitu vipya darasani kutokana pia na atakuwa anasinzia kwa kukosa muda wa kutosha kulala usiku. Haya bana, kufuatia lile ikambidi Miss Annie awape muda wa kucheza kidogo ili kuacha akili zao zichangamke, ndipo waje kuendelea kusoma zaidi. Washikaji wakakonyezana kitu pale kwamba wanataka kumfanyia Miss Annie makeup. Miss Annie akasema hapana, siwezi kabisa kukubaliana na hilo, lakini washikaji waliomba sana pale, ikambidi akubali tu, maana kiukweli yeye pia uoga anaopenda sana wanafunzi wake, na kingine wana wanafunzi the best pale shuleni, kwa hiyo uoga anawakubali kinoma yani. Akawakubalia ombi lao, washikaji wakajipigia makeup kwenye uso wake wakamkanda vya kutosha. Miss Annie akatoka hapo kama joka la kwenda kusherehesha watoto, kapendeza kishenzi yani. Baada ya kumaliza kumfanyia mwalimu makeup, wakaanza kupiga story nyingi sana pale, na mwalimu anawapenda kutokana nao ni marafiki wanaopendana kishenzi sio kidogo, na wamekuwa ni kama ndugu vile. Mbali ya undugu wamekuwa ni kama mapacha kabisa, maana kila sehemu wanafuatana, na kila wazazi wao wanapojaribu kuwatenganisha wanashindwa kutokana na bonde yao ni kubwa wala sio kidogo naambiwa. Walipopiga story nyingi pale, washikaji wakawa wamejikuta wamelala pale. Kidogo hivi akaingia Eunice ambaye ni mama yake na Lilian, na akamuuliza kwa hiyo umeshalala tayari? Miss Annie akamwambia ndio, usiwapigie kelele basi. Akasema hakuna tatizo kabisa, na kingine akamuuliza nini kimempata kwenye uso wake. Akamwambia ni watoto waliomba kumfanyia makeup, waliomba kujaribu skills yao ya kupiga makeup kwenye uso wake, kwa hiyo akaona sio mbaya akawaruhusu tu. Anyway, Eunice akamwambia umependeza sana kiukweli, ila ni bora ukaenda kuiosha hiyo makeup, maana hairuhusiwi kabisa kuonekana uko nje. Kweli bana, wazazi wakatoka zao pale kimya kimya ili kusudi wasije wakawaamsha washikaji. Ile siku Miss Annie ilimbidi amfuate Isabella na kumwambia kwamba anachomfanyia binti yake sio kizuri hata kidogo, ni anamjazia stress kwenye kichwa chake na atashindwa kuelewa zaidi masomo ya darasani. Isabella akauliza stress gani hizo anazompa, akamwambia kumwamsha usiku na kumwamrisha asome si jambo zuri hata kidogo, anakosa muda wa kutosha wa kupumzika na anakuja kujikuta anasinzia mchana darasani. Hii inamfanya shindwa kuelewa masomo ya darasani na kujikuta analala tu ovyo. Isabella ikaona kama kamuelewa sana mwalimu na akasema atalifanyia hilo kazi, ila alichokuwa anafanya kama mzazi ni kumtakia binti yake mazuri tu. Miss Annie akajibu anaelewa, lakini kumtakia huko mazuri kuna kwenda kumharibu zaidi na kuna kwenda kuiharibu future yake. Kweli bana, Miss Annie akaondoka pale wakiwa wamekubaliana na Isabella kwamba hatumwamsha tena binti yake, atamwacha apate muda wa kutosha wa kupumzika zaidi. Isabella alipobaki pale peke yake ikawa anajisemea kwa hiyo anachofanya sasa hivi ni kunifundisha malezi sio? Nitampeleka binti yangu vile ninavyoona mimi ni sahihi. Hakuna mtu kabisa kunifundisha malezi. Siku inayofuatia Isabella alikuwa anaingia zake market pale, yupo na binti yake. Sasa kuna huyu dada anaitwa Dora akawa kawaona pale na ikawa kama kawashangaa sana kuwaona. Akamfuata na akamwambia nakujua wewe. Eunice akashangaa unanijua mimi? Unanijua kivipi haswa? Akamuuliza tena wewe unaitwa Eunice? Akamwambia ndio. Je, umejuaje jina langu? Na kingine pia yule Dora akamuuliza huyu ni binti yako? Mama akamjibu ndio ni binti yangu, kuna tatizo? Dora alionekana sana kushangaa pale na kwamba eti kumuona yupo na binti yake. Akamwambia hapana, kuna tatizo bali nimekufananisha tu. Akaondoka zake pale, lakini bibi mkubwa alijiuliza sana maswali mengi. Mtu anawezaje kumfananisha fananishe mpaka jina kabisa? Baada tu ya kusikia eti huyu ni binti yake, hapo hapo akabadilisha mada. Huwezi amini, Dora alikaa kwa mbali akiwa na mawazo ya kishenzi yani, na kingine kuna kumbukumbu ikawa inamjia kichwani kwake. Sasa huyu Dora kumbe ni nesi, na yeye ndo alikuwa zamu siku hiyo Eunice anajifungua Lilian. Akawa anakumbuka kwamba siku hiyo alimfuata dokta na akamwambia kuna makosa kayafanya. Dokta akamuuliza unawezaje kufanya makosa kama hayo? Hujui kama hayo ni makosa ambayo yanaweza kagharimu kabisa hospitali yetu na pengine tukafuta huduma wote? Akamwambia ndio anajua, lakini alijaribu kwenda kusahihisha makosa yake akashindwa, kwani tayari wale wazazi walishaondoka. Dokta akamwambia kuna tatizo, hakikisha hii siri inabaki baina yao tu, maana kama ikija kubainika basi wao na hospitali yao watakuwa hatarini sana kiserikali. Tukiacha hiyo siku, leo washikaji walikuwa hapo nyumbani wanacheza na nini, na walikuwa hapo nyumbani kwa kina Joan. Wamecheza mwisho wamechoka, kwa hiyo wakaamua zao kujilaza kwenye makochi pale. Baada ya kulala na nini, bi mkubwa naye ndio alikuwa katoka kazini na akawakuta washikaji wamejilaza kwenye makochi pale. Akawa anajiuliza wasichana wana matatizo gani, lakini kila siku anajaribu kuwaonya wasikae kwa pamoja, lakini ndio hivyo wamebondi kama mapacha. Katika kuangalia pale kuna alama akawa kaiona kwenye paja la Lilian, na hii alama anaijua vizuri kabisa. Tutajua baadaye anaijua vipi, lakini aliikagua sana na maswali mengi yakawa yanapita kichwani kwake. Kwa hiyo akaamua kuamsha washikaji pale. Lilian kuamka akamsalimia, lakini mama hata salamu yake haikuipokea na akamwambia nenda nyumbani sasa hivi. Lilian kakatoka kweli kwa ajili ya kwenda nyumbani. Lilian baada ya kufika nyumbani, yeye hajawahi kuona kabisa ugomvi kwenye familia yake. Ni kila siku amekuwa akiona tabasamu kwa baba na mama yake. Hajawahi kuona wakifarakana hata kidogo. Na hata kama wana madhaifu yao, huaga wanayaficha sana binti yao asiyaone. Maana wanajua hayo madhaifu huenda ikamharibu binti yao kisaikolojia zaidi. Hawataki kabisa madhaifu yao ikawa ni sababu ya binti yao kuharibikiwa kisaikolojia siku baada ya siku. Tukirudi upande wa Isabella, leo kamwamsha mume wake na akawa anamuuliza kwamba je, kuna ndugu yake yeyote yule ana alama kama ya kwake, alama ambayo anayo kwenye paja lake? Mzee akajibu hapana, hakuna mtu mwenye alama kama ya kwake. Hakunaga ndugu wala rafiki yake ambaye ana alama kama ya kwake, na kingine hajawahi kuiona sehemu yoyote
ile. Mama akawa anashangaa, akamuuliza una uhakika? Mzee akajibu ndio nina uhakika. Je, wewe unaye ndugu ambaye ana alama kama ya kwangu? Mama akajibu hapana. Kwa hiyo wazazi wawili hao wakaagana, mwisho wakalala pale. Lakini bibi mkubwa alilala akiwa na maswali mengi sana kichwani kwake. Yule binti katoa pia alama ambayo mume wake pia nayo. Na kingine pia, kama unakumbuka muda mchache uliopita, mama yake na Lilian ilifuatwa na dada ambaye anaitwa Dora. Dora akawa anamuuliza yule ni binti yake. Na kingine Dora akawa anakumbuka kuna makosa ambayo aliyafanyika kipindi cha nyuma. Bado mpaka sasa hivi hatujajua ni makosa gani. Twende taratibu, tutajua mbele tu. Haya bana, siku inayofuatia washikaji walikuwa wametoka zao skuli. Na wakati wanatoka pale, wakawa wanajadili jambo. Jambo lenyewe ni kwamba kama endapo kwenye mitihani inayofuatia mmoja wao akafaulu, yani mwanafunzi atakayepata nafasi ya kwanza, basi atapata scholarship kwa ajili ya kwenda kusoma Canada huko. Na watamsomesha kutoka hapo alipo sasa hivi mpaka ngazi za juu kabisa za chuo. Kwa hiyo washikaji wakawa hapo excited kinoma yani. John akawa anamwambia na imani utashinda. Lilian naye akawa anamwambia na imani wewe pia utashinda. Akamwambia lakini unajua tuwezi kushinda wote kwa pamoja. Lilian akamwambia ndio, naelewa kabisa tuwezi kushinda wote kwa pamoja. Kama wewe ukienda, basi nitakuwa na furaha sana umeshinda. John naye akajibu vile vile, kama ukishinda, sitakuwa na wivu juu yako, pia nitafurahi sana kukuona umeshinda. Haya bana, John kufika nyumbani akamwambia mamake zile taarifa. Mama akamwambia ni bora sana ukapata nafasi ya kwanza ili kusudi kwenda Canada kujisomea huko. Maana kama ukiruhusu yule msichana akashinda, sitoruhusu kabisa ukakaa kwa amani kwenye hii nyumba. Mzee akamwambia una tatizo gani wewe? Hata hivyo John akasema kwamba kama Lilian akishinda atakuwa na furaha juu yake. Hana wivu kabisa na yeye. Mama akamwambia unajisikiliza unachosema kweli? Alitaka kumpiga mpaka ndala pale, lakini mzee akaingilia kati. Akamwambia kuna tatizo, kama rafiki yake akishinda, basi awe na furaha juu yake. Wivu ujingi hata siku moja. Baba na mwana wakaondoka zao pale. Huyu dogo hajawahi kushuhudia familia yake ikiwa na furaha hata siku moja. Mama ni siku zote huaga na mlaumu tu. Tukirudi upande wa pili, kwa siku inayofuatia asubuhi na mapema, wazazi wanamtakia binti yao kila laheri katika mitihani yake hii, ambayo inasemekana kwamba mmoja ambaye atashika nafasi ya kwanza, basi huyo atapata scholarship ya kwenda kujisomea Canada huko, na atalipiwa kila kitu kuanzia ngazi aliyopo sasa hivi mpaka ngazi za juu za university kabisa. Na tukikumbuka upande wa pili ule kwa Joani, hajachua baraka zozote zile na mama yake. Isabella ni kila siku huaga na mlaumu sana binti yake. Kweli bana, washikaji wakaenda wakapiga ile mitihani vizuri kweli, na siku chache baadaye matokeo yakawa yametoka. Kama kawaida Lilian nikashika nafasi ya kwanza na Joani nikapata 93. Ilikuwa kidogo tu ashike nafasi ya kwanza pia. Kwa hiyo nafasi ya pili ikawa ni ya kwake. Kufikisha zile taarifa kwa bibi mkubwa kwanza akampigisha magoti na akamwambia kila siku huaga na kuambia ujitahidi sana kumpika huyo rafiki yako, uwe wa kwanza wewe. Lakini hapana, wewe unachotaka ni kushika nafasi ya pili siku zote. Utaendelea kushika nafasi mpaka lini? Kidogo hivi akiwa anaendelea kumfokia binti yake pale, pia mzee akaingia. Hata hivyo dogo akasema mimi sina wivu juu yake, ninafurahi pia kashika nafasi ya kwanza. Mama akamwambia mjisikilize wewe, yule sio pacha wako kusema eti unafurahi kuhusu nafasi yake. Mama akasema mimi sikuwa mjinga kama hivi, labda umerithi hizi akili kutoka kwa baba yako. Mzee akamwambia mama yako kusema kama ulikuwa na akili, ninachongomboka nilikulipia mahari nikakuchukua tu. Sasa kitu kingine ni kwamba hawa washikaji wamezaliwa mwaka mmoja, mwezi mmoja na tarehe moja pia. Yaani kila kitu kinafanana. Wamezaliwa siku moja wote kwa pamoja. Kwa hiyo pia waga wanashare birthday. Siku inayofuatia ilikuwa ni birthday yao wote kwa pamoja. Kwa hiyo wakawa wamejiandaa vizuri kinoma yani. Kila mmoja alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kumwandalia rafiki yake zawadi. Upande wa John alipomfuata mama yake aligoma kabisa kuandaa zawadi kwa ajili ya rafiki yake. Kwa hiyo akasema hawezi kabisa kuandaa zawadi ya birthday kwa ajili ya huyo rafiki yake. John akasema hata hivyo ni sawa, ataenda kuandaa hiyo zawadi peke yake. Upande wa pili huko Lilian akamfuata mama yake na akamwomba andae zawadi kwa ajili yao wote wawili, kwa ajili yake na kwa ajili ya rafiki yake pia. Mama alikuwa anashangwa kinoma yani, kutokana pia na binti yake kashika nafasi ya kwanza. Na kingine huenda akapata scholarship kwa ajili ya kwenda kujisomea huko Canada. Kwa hiyo akaahidi kuandaa keki mbili ya kwake pamoja na rafiki yake. Siku inayofuatia kwa ajili ya kwenda shule washikaji wakakutana pale. Lilian alikuwa kabeba keki kwa ajili ya rafiki yake, kwa hiyo akamkabidhi pale. Joani pia alikuwa kabeba kazawadi kake kadogo kwa ajili ya rafiki yake pia. Kwa hiyo wakawa wamebadilishana pale. Kiukweli wanapendana kinoma yani. Isabella ndiye pekee anayekwenda kinyume na binti yake. Maana upande wa Eunice mama yake na Lilian huaga na msapoti sana binti yake. Na huaga naga baya kabisa kuhusu rafiki wa binti yake pamoja na Joan. Yeye huaga na wapenda wote kwa pamoja. Ile siku baada ya washikaji kutoka skuli, Lilian alikuwa anamsubiri Joan hapa. Joan alipofika akamuuliza, "Je, una tatizo gani?" Maana alionekana ni dhahiri kabisa anaumwa. Akamwambia amekaa hapa kwa muda sana, tumbo lake linamuuma. Akamuuliza, "Je, kuna kitu kibaya umekula?" Akasema hajala kitu chochote kile zaidi ya zawadi aliyomletea. Akamwambia jitahidi basi kusimama tuende nyumbani. Lakini alipojaribu pale pale alianguka. Joan akaanza kupiga kelele pale kwamba rafiki yake kaanguka. Tukirudi upande wa nyumbani huko, bi mkubwa kuna ishara kidogo akawa kazipata. Yeye ni mama na kingine ana uchungu kabisa na binti yake. Kwa hiyo akahisi lazima tu kuna kitu kibaya kinatokea familia yake. Kidogo
hivyo mume wake akampigia na akawa anasema isiwe tu ni habari mbaya. Akamuuliza, je, upo sawa ulipo huko? Ajabu ni kwamba mume wake akamjibu yupo sawa kabisa, hakuna tatizo lolote lile. Akamwambia ni kwamba nimepata ishara mbaya kwamba kuna tatizo limetokea, ndio maana nimeanza kukuuliza hivyo. Mzee akajibu hapana, yeye alitaka kumjulia hali tu. Kidogo hivi akapokea simu nyingine, simu ya principal shuleni. Yule Miss Annie ndo akampigia na amempigia hivyo kumwambia kwamba hali ya binti yake ni mbaya sana sasa hivi na kingine wameshampeleka hospitali. Basi akampa maelekezo hospitali husika pale. Bi mkubwa naye akafika kwenye hiyo hospitali. Kufika pale wakawa wanasubiri kila mmoja na wasiwasi kishenzi yani. Yupo Joan pamoja na mama yake na Lilian na pia mzee wake na Lilian alikuwa kashafika maeneo hospitalini pale. Kidogo hivi daktari ambaye alikuwa anamshughulikia Lilian akatoka kule na amekuja na habari mbaya kishenzi yani. Bila kupepesa jicho akamwambia tumejaribu kwa kadiri ya uwezo wetu lakini tumeshindwa kabisa kumsaidia Lilian. Tayari kashapoteza maisha. Mama akashangaa, kapoteza maisha? Mbona umeleta hizo habari kirahisi kama hivi? Bado ikawa amini pale, lakini nesi akamwambia ukweli ndio huo, tumempoteza Lilian, kashafariki. Hapo hapo mama alizima mzee kwa habari hizo za kushtua. Hakuwa tayari kabisa kumpoteza binti yake katika umri mdogo kama huu, lakini habari zikawa zimetoka kama hivyo. Lilian tayari kashafariki, kafariki ghafla sana. Hakuna mtu yoyote anayejua nini chanzo ya kifo chake. Joan akatoka pale ana huzuni kishenzi, akaenda zake nyumbani lakini hakuwa na amani kabisa. Bi mkubwa mwenyewe akashangaa na akamuuliza una tatizo gani leo? Joan kinyonge sana akasimama pale na akamuelezea mama yake kila kitu, kwamba rafiki yake Lilian tayari kashafariki. Akamuuliza Lilian huyu mwenye ubongo mkubwa? Akamwambia ndio, tayari kashafariki. Basi mama naye akalialia pale, lakini sina uhakika kama kweli ana uchungu, maana siku zote huaga anamuonea Lilian wivu. Tukirudi upande wa Eunice huku, naye alikuwa analia kishenzi yani kwa kumpoteza binti yake. Unajua ni bado haamini, anasema warudi hospitali, labda binti yake bado hajafariki. Lakini mzee akawa anamkumbusha kwamba tayari wameshaenda na waliona mwili kabisa ni wa binti yao, tayari kashafariki. Pale pale akaja Isabella na familia yake kama majirani, wamekuja kufarijiana tu hapo. Baba yake na Joan akawa anampa pole sana mzee pale kwa kumpoteza binti yake tu. Upande wa Isabella akawa anasema mimi siamini bado kwamba eti mtoto mwenye ubongo mkubwa tayari kashafariki. Huenda ubongo wake umepasuka kichwani kwa labda ndo maana kafariki. Maneno alikuwa anaongea pale yalikuwa yanamshtua kila mmoja wao. Inawezekanaje kwenye hali kama hii akawa anaongea maneno ya ajabu kama hayo? Siku inayofuatia Isabella akafika mpaka nyumbani kwa Miss Annie. Kwa kuwa Miss Annie ndio principal shuleni pale, akawa anamuuliza kwamba je, baada ya yule mwanafunzi ambaye alikuwa kashinda kwenda kusoma Canada huko, je, kuna uwezekano ile alishika nafasi ya pili kwenda kusoma huko? Miss Annie akamwambia kumbuka mimi ni principal tu. Kumbuka vitu vyote vinaongozwa na huyo ambaye kaleta offer ya kwenda kumsomesha huyo mwanafunzi huko Canada. Kwa sasa hivi shule ipo kwenye maombolezo makubwa sana yani baada ya kumpoteza Lilian. Akawa anashangaa na maana mwanafunzi mmoja kufa ndio kila kitu kisimame. Haiwezekani kabisa. Mimi siwezi kukubali eti kisa mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na ubongo mkubwa kuliko kichwa chake, baada ya kufariki kwake tu eti kila kitu kisimame shuleni. Miss Annie akamuuliza kwa nini unasema hivyo? Na mbona ni kama una furaha kuhusu kifo chake? Akasema ndio na furaha kuhusu kifo chake. Akasema hapana, sina furaha kabisa kuhusu kifo chake. Usinichukulie vibaya. Miss Annie alimsikitikia sana huyu mama na akaona kabisa ni dhahiri alikuwa na wivu juu ya Lilian kutokana na kipaji chake kikubwa shuleni. Anyway, Miss Annie akasema kwamba kuna kazi alikuwa anamalizia ndani huko, kwa hiyo anaomba arudi ndani kwa ajili ya kwenda kuimalizia. Akashuka pale kwenye gari, mama akawa anasema yani walimu ni wajinga sana yani, ndio maana bado umenasa kwenye kazi yako hiyo, sijui mnapata nini huko. Huwezi amini Joan kwa siku kadhaa kwenda kabisa shuleni, alibaki nyumbani akiwa anawaza kishenzi yani amempoteza rafiki yake na kuwa tayari kabisa kumpoteza rafiki yake. Kwa hiyo katika ule wakati ambao alikuwa aende shule, akawa anaenda nyumbani kwa kina Lilian kwa ajili ya kwenda kumfariji mama yake na Lilian tu. Akawa anambembeleza na nini, akamwambia ni kweli najua umemmisi, lakini mimi pia nimemmisi. Asingependa kukuona katika hali hii, wala asingependa kutuona tuna huzuni kila siku. Kwa hiyo ni bora ukaacha kujitesa na ukaanza kuyaishi maisha mapya sasa hivi. Maskini bwana mdogo ndo akawa anamlisha mpaka huyu mama. Huyu mama alikuwa ni mpweke kinoma yani, kiasi kwamba hakuna mtu mwingine yoyote alikuwa anamfariji zaidi ya mume wake. Lakini pia leo Joan katokea na kawa kama mfariji wake kabisa. Hapa mama akaona kweli hao washikaji walikuwa ni zaidi ya marafiki. Hata baada ya rafiki yake kufariki, lakini bado anaikumbuka hii familia. Bado anakuja na kumfariji huyu mama. Kweli bana, siku zikaenda, wiki zikapita, hatimaye miezi kadhaa kama 3 hivi kapita. Leo mzee alikuwa na drive pale, kabla ya kuingia nyumbani kwake, akaona kuna mwanamke anashangaa sana maeneo nyumbani kwake pale. Ikabidi amsogelee pale na akamuuliza je, nikusaidie nini? Huyu ni yule Dora ambaye alikuwa ni nesi siku ambayo mama anajifungua Lilian. Akamwambia hata hivyo nilikuwa nakutafuta wewe na familia yako. Kwa hiyo mzee akashuka gari pale na akamuuliza unanitafuta mimi kivipi haswa? Dora akamwambia naomba kuongea ukiwa wewe na mke wako. Mzee akampandisha kwenye gari pale, mwisho akazama zao mpaka ndani ya geti pale. Kufika ndani kule akaanza kusimulia kila kitu. Eunice
akamuuliza unasemaje wewe? Kwa hiyo umekuwa ukitudanganya ndani miaka 11 yote mpaka sasa hivi ndio unakuja kusema ukweli? Dora akajibu ndio, lakini aliogopa kufunguka ukweli. Kwani endapo angesema hospitali yao ingekuwa kwenye matatizo makubwa sana yani, na kingine pia kazi yake ingekuwa matatizoni. Lakini ili jambo usiku na mchana linamtafuna, anatamani sana kusema ukweli. Na hata baada ya ile siku kumuona, akaona ni ishara za yeye kufunguka ukweli. Ndio maana leo kaja kufunguka ukweli, kashindwa kuvumilia kabisa ili swala. Bado Eunice akawa anagoma sana kuamini kwamba Lilian itakuwa ni binti yao. Akauliza mtoto wenu sana alama kwenye paja? Wakamjibu ndio. Akamwambia sasa hiyo alama baba yake na huyo mtoto ndo anayo. Je, kwani kuna mtu ashawahi kuona hiyo alama? Wakajibu hapana, hakunaga mtu ambaye alishawahi kuona hiyo alama kabisa. Dora akasema mwiteni huyo mtoto tumwangalie sasa hivi. Eunice akamwambia tayari kashafariki. Kafariki miezi kadhaa iliyopita. Dora alijisikia huzuni kishenzi yani, na akamwambia samanini sana kwa hilo. Anyway, baada ya kuwapa pole nyingi pale na nini, wazee wakauliza, je, kama sio mtoto wetu, huyo mtoto wetu halisi yupo wapi haswa kama unavyosema hivyo? Maana wazee bado walikuwa waamini bado, watawezaje kusema eti sio mtoto wao? Akamwambia alimswitch mtoto na kumpeleka kwa mzazi mwingine ambaye anaitwa Isabella Nelson. Wazee wakabaki mdomo wazi pale. Akamwambia bado sijajui Isabella Nelson nawezaje kumpata. Wazee wakajibu wote kwa pamoja ni jirani yetu huyo. Dora akaomba sana apelekwe kwa huyo mama ili kusudi kwenda kuongea naye. Aliomba sana maskini. Kweli mzee, kutokana na zile taarifa wazazi ikabidi waanze kuamini tu pale, na wakatoka mbio mbio mpaka nyumbani kwa Isabella. Bila hodi wakazamazao mpaka ndani kule. Mama kwanza akawaina akaenda akamkumbatia sana Joani. Isabella akamwambia unafanya nini? Toka mbali na binti yangu. Kisha akamsukumia mbali kule. Mama akawa anamwambia huyu ni binti yangu, ni binti yangu jamani. Nelson babake na Joani mwenyewe akashangaa pale. Pia Isabella akashangaa na akauliza mtoto wenu kivipi? Mtoto wenu si tayari mshamzika nyie? Bado Eunice akawa anasema huyo ni binti yake. Nesi akaanza kufunguka kila kitu pale na akawasimulia mkasa mzima kwamba wakati anawasafisha watoto kwa bahati mbaya alijikuta kwa waswichi. Yani alimchukua mtoto Isabella akampeleka kwa Eunice na akamchukua mtoto wa Eunice na akampeleka kwa Isabella. Wazee wakashangaa unamaanisha nini? Unajua bado walikuwa waamini. Bado hii kitu ilikuwa waingii kabisa kwenye akili yao. Dora akamuuliza huyo mzee, si una alama kwenye mguu wako? Mzee akajibu ndio anayo alama. Akasema alama hiyo hiyo pia binti yake alikuwa nayo. Ndio sasa pale Isabella akakumbuka kuna siku alirudi nyumbani na akamkuta Lilian kajilaza nyumbani kwake na kuna alama aliona kwenye mguu wake kweli. Ndio maana ile siku alikwenda kumuuliza mume wake kama kuna ndugu yake yoyote yule ana alama kama ya kwake. Kumbe aliona kwenye paja la Lilian. Kwa hiyo akawa anasema pale haiwezekani kabisa iwe mimi. Siwezi kufanya ujinga kama huo. Kila mtu akawa anajiuliza pale na wote wakasahau ile kesi na wakawa wanamuuliza haiwezekani nini? Haiwezekani eti nimemuua binti yangu. Hii umemuua binti yako unamaanisha nini? Binti yako si yupo hai hapo? Akasema hapana, yeye ndo anahusika na kifo cha Lilian. Yani yeye ndo alimuua Lilian. Watu wote wakashangaa pale. Maana hata siku Lilian anakufa hakuwepo kabisa hospitalini na hakuwepo kabisa kwenye eneo la tukio. Akamwambia ile siku ya birthday yao wote kwa pamoja, Joani aliandaa zawadi kwa ajili ya Lilian. Kwa hiyo kwenye ile zawadi ndipo alipokwenda akaweka sumu ili kusudi Lilian atakapotumia ile zawadi ikaende ikamwangamize kabisa. Na alifanya hivyo kutokana na wivu. Ni mtoto ambaye alikuwa na akili nyingi kinoma yani. Binti yake kila siku alikuwa anashika nafasi ya pili na Lilian alikuwa anashika nafasi ya kwanza. Eunice alilalamika kishenzi, akamwambia yule alikuwa bado ni mtoto mdogo, hakuwahi kujua hata mashindano. Na kingine hao mabinti walipendana kama mapacha. Kwa nini uliamua kumuua mmoja? Baada ya Eunice kumwaga lawama zake pale, pia dogo naye akamwaga lawama zake nyingi kishenzi yani. Akasema yule alikuwa ni zaidi ya ndugu yangu, alikuwa ni kama pacha kwangu. Tulishare birthday siku ya kuzaliwa mpaka mwaka wa kuzaliwa. Kwa nini uliamua kumuua? Na mimi sikuwahi kuwa na wivu kabisa juu yake. Nachukia sana wewe kuwa mama yangu na ninachukia kila kitu kutoka kwako. Muda huo Isabella amekaa pale chini ya ameni kabisa. Kwa hiyo kamuua mtoto wake wa kumzaa bila kujua. Na kingine ni wivu ndio uliomfanya kufanya hivyo. Akawa anajisema anashangaa kwa nini hakuna hata mmoja kati yenu anayechukua hatua juu yangu. Nilistahili kufa kabisa na nilistahili kuwa sehemu za wafu. Akatoa na wigi ni kama nalo linamlemea vile. Kisha akaanza kujipa laana. Akashika tumbo lake kisha akaanza kuongea na mbingu. Akasema na nyanyua mikono yake juu, mbingu, ardhi na anga vyote vishuhudie kwamba kuanzia leo analilaani tumbo lake. Asiwahi kupata mtoto mwingine yeyote yule. Na kingine asiwahi kuwa na amani kabisa kwenye maisha yake. Usiku wake akarudi kwa mume wake na akaomba sana samahani. Hakuwa ametarajia kufanya hivi na hajui ni kipi hasa kilimpitia. Huenda ni shetani alipita kwenye akili yake tu. Mpaka akajikuta anamuua mtoto ambaye alikuwa hana hatia kabisa. Mtoto ambaye kiuhalisia ni mtoto wake wa kumzaa. Mtoto wake wa kibiolojia yani. Mzee akamwambia unaomba samahani ya nini? Upaswi kabisa kuniomba mimi samahani. Unapaswa kuiomba familia yake samahani. Familia ambayo ilimlea kutoka
toka mdogo mpaka sasa hivi. Na kingine mzee akasema ni bora singepataga mtoto, na ajui ni vipi wataenda kuishi kwa kukaa na mama katili kama huyu, mama mwenye uwezo wa kuitoa nafsi ya mtu mwingine kabisa. Haya bana, kufuatia ile Isabella alijishusha kinoma yani, na kiukweli akawa akajutia sana makosa yake. Kwa hiyo siku inayofuatia kaenda nyumbani kwa kina Lilian kwa ajili ya kwenda kumuomba Eunice samahani. Aliomba sana familia ya Eunice samahani pale. Mama alimsamehe kila kitu, hakuwa na ubaya wowote juu yake, lakini pia akamwambia yule alikuwa ni mtoto mdogo, hakustahili kabisa kifo cha kikatili kama hicho, ulimuua kwa sumu yule. Na kingine akawa anaendelea kusema kwamba samahani zako wala utakiwi kabisa kuniomba mimi, sisi tayari tulisha kusamehe, unatakiwa kwenda kwa Lilian na kumwomba samahani. Kingine Isabella akamwomba sana Joan samahani pale kwa kuwa mama mbaya kwa kipindi chote ambacho alikuwa anamlea. Joan akamwambia na kuelewa mama, ulinitakia mema kila muda, kwa hiyo sijawahi kabisa kukuchukia wewe mamangu. Isabella akamwambia mimi sio mama yako, mimi nilikuwa mama yako mlezi tu, lakini sasa hivi wale ndo wazazi wako wa kweli, yule ndo baba na mama yako kibiolojia, kwa hiyo nenda kwao kwa ajili ya kwenda kupata malezi yao. Nimeridhia kabisa kwa moyo mmoja wewe kwenda kwao. Mzee Nelson hakuwa na la kufanya, ni kweli alimpenda sana binti yake, lakini sio mtoto wake kibiolojia, hao ndo wazazi wake halisi. Na dogo kutokana alisha bondi na ile familia, kwa hiyo ni ubaya wote ule kwenda kwao. Alikwenda kiroho safi kabisa kwa wazazi wake wa kibiolojia. Siku inayofuatia alikwenda kwenye kaburi la Lilian kama kumsindikiza Isabella tu, kuomba samahani kwenye kaburi la Lilian. Isabella alimwagika maneno mengi sana ya huzuni pale, kama kuomba samahani na kukiri makosa yake na kusema ni kweli kagundua makosa yake, hakustahili kabisa kufanya hivyo. Upande wa Eunice akamwambia nimekusamea kwa moyo mweupe kabisa, sina ubaya wote juu yako, tuna imani pia Lilian kakusamea alipo kwa sasa hivi. Joan akaondoka na wazazi wake wa kibiolojia. Nelson pia akamchukua mke wake na wakaondoka kabisa maeneo ya makaburini. Bana, mpaka kufikia hapo na mimi nakuwa sina la ziada kabisa kwenye hii movie, ila niandikie maoni yako kwenye comment hapo, ni kipi ulichojifunza kupitia hii movie. Mimi naondoka na hili, chochote unachokifanya ukihisi unawafanyia watu wengine, kumbuka huenda ikawa unajifanyia wewe peke yako. Hakunaga ubaya usiokuwa na malipo, hata kama utaomba samahani kweli na kupata msamaha wao, lakini bado ubaya ule ule utakuja kukurudia siku moja. Tuombe tupate marafiki kama Joan na Lilian bana, marafiki wa kufana katika shida na raha. Hata kama hutakuwepo siku moja, basi yawepo rafiki wa kusimama na familia yako. Make sure umedondosha komenti yako hapo chini mwana familia. Usiondoke kabisa bila ya kucomment kitu chochote kile. Kingine pia nawakumbusha wana familia, make sure tayari umesubscribe kwenye channel ya Mswahili TV kwa burudani zaidi za Mswahili. Hakikisha umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe kabisa na burudani zote za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asanteni kwa wote mliokuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili. Mashabiki tuko tayari. Swahili TV sehemu yetu ya